Iqra FM. Mimi naitwa Amina Makilagi, mkuu wa wilaya Nyamagana. Nashukuru Mungu leo viongozi wetu wa dini ya Kiislamu wakiongozwa na Shehe wa mkoa Mheshimiwa Hassan Kabeke, Shehe wetu wa mkoa ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya amani, wameitembelea ofisi ya mkuu wa wilaya ya Nyamagana kuja kutuelezea masuala ya maendeleo katika taasisi ya dini ya Kiislamu kwa upande wa BAKWATA. Kwa hiyo wamekuja kunipa picha, kunipa taarifa nini kinachoendelea katika utekelezaji wa mpango kazi wa Baraza la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa wetu wa Mwanza, mpango ambao kwa kweli walijielekeza katika kuunga mkono juhudi za serikali katika kutoa huduma za afya kwa wananchi bila kujali hata dini zao wala vyama vyao. Ilikuwa ndio lengo la kuokoa maisha ya Watanzania wakiwemo Watanzania wa mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo Mheshimiwa Shehe pamoja na baraza lake la maulama waliamua kuanzisha mpango na kampeni kabambe ya ujenzi wa vituo vya mafuta na vituo vya afya katika mkoa wetu wa Mwanza na katika wilaya yetu ya Nyamagana. Kwa hiyo Shehe alikuja kunipa nini kinaendelea katika wilaya yetu ya Nyamagana, wapi tulipo, wapi tunakokwenda na hapo tunapokwenda. Kwa hiyo nitumie fursa hii kumpongeza sana Shehe wa mkoa pamoja na timu nzima kwa namna ya kipekee waliojielekeza kwenda kutatua changamoto ya wananchi katika sekta ya afya. Na taarifa tulizonazo ni kwamba wanajenga vituo vya afya katika kila wilaya ikiwemo wilaya ya Nyamagana, na hapa leo mbali na kunipa taarifa walikuja kuleta mwaliko rasmi na kunitaarifu kwamba tarehe 18 mwezi wa 3 kuanzia mapema kabisa asubuhi katika viwanja vya Furahisha watakuwa na jambo lao, jambo ambalo linakwenda kuhamasisha jamii ya Wanamwanza, jamii ya Waislamu wa Wanamwanza, jamii ya dini zingine kama ambavyo wamekuwa kushirikiana na kama ambavyo kauli mbiu imekuwa ikisema dini mbalimbali. Wamekwenda kuhamasisha kwamba tarehe 18 waje waunge mkono juhudi hizi za kuwaletea wananchi maendeleo bila kujali dini zao. Kwa hiyo kupitia shughuli ya leo mimi binafsi nimekubali kwenda, lakini pia nimekubali kuhamasisha jamii kama ambavyo hata juzi Jumamosi walinialika watu wa dini nyingine. Nilikwenda na mimi kama mnavyojua serikali haina dini isipokuwa waumini wake wana dini. Juzi nilikuwa kanisa la SDA, wiki iliyopita nilikuwa kanisa jingine pia, na kuwa naalikwa kila wakati kwenda walao kushirikiana nao. Kwa hiyo na leo Mheshimiwa Shehe wa mkoa amekuja kunialika. Kwa hiyo nitumie fursa hii mimi Amina Makilagi, mkuu wa wilaya Nyamagana, kuhamasisha jamii ya wananchi wa wilaya Nyamagana kujitokeza kwa wingi kwenda kuunga mkono jambo la kiongozi wetu wa dini ambaye kwa kweli kwa upande mwingine yeye ndio mwenyekiti mwenza wa kamati ya amani ambaye tumekuwa tukishirikiana masuala mbalimbali. Sisi tunaamini katika usalama wa afya kwamba wananchi wakiwa na afya zilizoimarika, tukiwa na taasisi za dini, lakini tukiwa na taasisi za serikali, wote kwa pamoja lengo letu ni kumhudumia mwananchi. Tuna imani tutafikia mahali ambapo tunataka kumhudumia mwananchi katika maeneo mbalimbali bila kujali itikadi zao. Kwa hiyo nitumie fursa hii kualika wananchi wote wale watakaoweza wajitokeze kwa wingi kwenda kuunga juhudi hizi. Kwa kweli pia ni thawabu, ni baraka, tena mwezi wenyewe wa mfungo, kwa upande wengine wako Kwaresma, kwa upande wa dini nyingine wako Ramadhani. Kwa hiyo tukienda kwa pamoja na funga tulionayo kwenda kujitolea majitoleo yetu katika kuhudumia wananchi, na imani hata Mwenyezi Mungu atatupa thawabu zake. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuhamasisha twendeni kwa pamoja wale wenye uwezo. Kuna mtu ana mali ajue wapi apeleke, eneo la kupeleka ni eneo ile ambalo viongozi wetu wa dini wamekuja kuomba wananchi waweze kuunga mkono, mwenye nondo, mwenye simenti, mwenye mchanga, mwenye fedha, mwenye mawe. Twende pamoja tukaunge mkono Baraza la Waislamu Tanzania la mkoa wetu wa Mwanza chini ya Mheshimiwa Shehe wetu wa mkoa na si mwingine Mheshimiwa Hassan Kabeke pamoja na timu yote ya Waislamu kama ambavyo wamekuja kuomba tuwaunge mkono. Asanteni sana, Mungu awabariki. Kwa jina naitwa Hassan Masala, ni mkuu wa wilaya ya Ilemela. Naomba nichukue nafasi hii kumshukuru Shehe wetu wa mkoa Sheikh Hassan Kabeke pamoja na viongozi wetu wa BAKWATA kwa mwaliko ambao tutakuwa na siku ya Badri ambayo itafanyika katika uwanja wetu wa Furahisha. Sisi kama wenyeji kwanza tuchukue nafasi hii kualika waumini wote wa dini ya Kiislamu pamoja na wote watakaopata nafasi ili kuweza kushiriki katika siku hii muhimu ambayo itafanyika katika maeneo yetu haya ya Ilemela.
Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwapongeza viongozi wetu wa BAKWATA, viongozi wetu wa dini ya Kiislamu pamoja na waumini kwa ujumla ambao wako katika mfungo huu wa Ramadhani. Tuitumie nafasi hii katika siku ya tarehe 18 kwa ajili ya kufanya tathmini, lakini pia kujipanga katika mambo mbalimbali katika lengo la kuiendeleza dini yetu ya Kiislamu. Asante sana. Mimi naitwa Thomas James Salala, ni katibu tawala wa wilaya Nyamagana. Leo tarehe 11 mwezi wa 3 2025 nimepata heshima ya kutembelewa na shehe wa mkoa, Sheikh Kabeke, pamoja na viongozi wengine ambao wamefika ofisini hapa kwa lengo kwa kweli la kutuarika kwenye chagizo ambalo wamekuwa wakiendelea nalo katika ujenzi wa vituo vya afya, lakini pia na zahanati kwenye mkoa huu. Lakini kwa leo wamekuja hususan kwa ajili ya swala ambalo liko mbele yao kwenye ujenzi wa kituo cha afya cha eneo letu kwenye wilaya ya Nyamagana, kwenye kata ya Kishiri. Na katika siku ya leo nimepata mwaliko rasmi kwa maana ya barua ambayo viongozi wangu hawa wameileta kuniarika niweze kuwa sehemu ya wachangiaji hao na kutia hamasa. Na kwa kweli nimepokea mwaliko huu kwa moyo wa heshima sana, kwamba wanalofanya ni jambo la kiutu, jambo la kibinadamu, jambo la kiimani, ambalo kwa kweli wanasaidia serikali kufanya ambayo serikali itakiwa kuyafanya. Na kwa sababu hiyo mimi kwa nafasi yangu na kwa heshima ambayo viongozi wangu wamenipa, nimeahidi tarehe 18 moja ya ratiba kubwa nitakayokuwa nayo ni kushiriki tukio hilo, kwanza kwa kuwepo, lakini pia kwa kuchangia kwa kadri Mwenyezi Mungu atakavyokuwa amenibariki. Na ninaahidi kwa nafasi hii pia naamini tunao wadau ambao pengine tunakutana nao sehemu mbalimbali, kwa namna ambavyo shehe wa mkoa leo na ujumbe wake amefanya kwangu kuja ofisini kwangu mimi niliye mdogo. Ninaahidi pia nitahamasisha hata wadau wangu wengine ambao pengine shehe hata waona, ili walau kwa sababu jambo ni endelevu tuweze kulifanya kwa imani ili watu wetu waweze kupata huduma. Kwa nafasi ya kipekee ni kushukuru shehe wetu wa mkoa na viongozi wote kwa wazo hili, na kwa kweli ni maombi yangu Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki, uzao wenu uwe salama kabisa haya mnayoyafanya, kwa sababu kwa kweli ni kutunza afya za wananchi, watoto wa Mungu. Naamini Mungu hata waacha hivi hivi nyie na uzao wenu. Kwa hiyo mimi kwa nafasi yangu kwa kweli naomba muweke tiki kwamba nitakuwepo, nitashiriki kwa hali na mali. Asanteni sana, na naomba niwaalike wadau wengine ambao wapo ambao wamebarikiwa kwa namna moja ama nyingine. Mwenyezi Mungu alipotuumba kila mtu amembariki kwa namna yake, na kinachohitajika pasio kikubwa kwa namna ambavyo utakuwa umejaliwa na Mwenyezi Mungu tuweze kushiriki chochote kile, iwe ni nondo, iwe ni bati, iwe ni simenti, iwe ni fedha, iwe ni mchanga, iwe ni kokoto. Vyote hivyo vinahitajika kwa ajili ya kufanikisha jambo hili. Kwa hiyo mtu asijihesabie kwamba mimi sina cha kutoa. Unaweza kutoa hata ndoo moja ya kokoto, ukatoa hata bajaji moja ya mchanga inatosha, na Mungu anajua kwamba ulichotoa ni katika hicho ambacho unacho. Kwa hiyo wala usione aibu kutoa chochote ambacho unacho. Toa, tuwaunge mkono wenzetu na wazo lao ili nia njema iliyo mioyoni mwao iweze kufanikiwa. Asalamu alaykum. Kwa majina naitwa Mariam Ahmad Ramadhani, ni katibu wa mbunge wa jimbo la Nyamagana ambaye namwakilisha Stanlaus Shingoma Mabula. Nishukuru sana, lakini pia niwape pongezi sana mashehe wetu kututembelea hapa, kwa sababu hamjaagiza watu, mmekuja wenyewe kwa kuona swala hili lina uzito zaidi na zaidi kwa ajili kwa manufaa yetu, lakini pia kwa manufaa ya watu wengine, lakini kwa ajili ya Allah au kwa upendo wa Allah katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Inshallah tarehe 18 tutaweza kuhudhuria, endapo Mwenyezi Mungu ametujalia uhai, tutashiriki pamoja katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ili kama kuna chochote, najua tutaondoka hivi tutaondoka na ubongo tunasema tutaurisha, kwa sababu tutajumuika watu wengi na watu tofauti kwenye swala hilo au makutano hayo tutakaojaliwa kukutana. Inshallah nimewapokea, lakini pia niwakaribishe tena kwa mara nyingine, msiishie leo tu au kusema mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lakini na siku nyingine. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iqra FM.